Ndugu waandishi wa habari, kwa kipindi cha siku 100 tokea Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kuingia madarakani kwa awamu ya pili, Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi imetekeleza majukumu yake kupitia maeneo makuu matatu kama ifuatavyo. Moja ni katika eneo la uvuvi na ukulima wa mazao ya baharini. Mbili ni katika eneo la mafuta na gesi asilia, na tatu ni katika shughuli za uratibu wa shughuli za uchumi. Kwa upande wa eneo la uvuvi na ukulima wa mazao ya baharini, ndugu waandishi wa habari, sekta ya uvuvi inajumuisha uvuvi mdogo mdogo, uvuvi wa kati na uvuvi wa bahari kuu, ukulima na ufugaji na ukulima wa mazao ya baharini pamoja na shughuli za uhifadhi wa bahari. Napenda nichukue nafasi hii kukiri kwamba sekta hii imeleta mabadiliko makubwa kwa wananchi na taifa kwa ujumla chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa uwezeshwaji uliofanywa na serikali kupitia Wizara ya Uchumi wa Bluu na Uvuvi kwa kuwapatia wajasiriamali wa sekta hii vifaa vya kufanyia kazi kama vile boti za uvuvi na pia ukulima wa mwani, zikiwa na vifaa vyake vyote, umewezesha kuongeza uvunaji wa samaki, kuongezeka uzalishaji wa mwani na mazao mengine ya baharini kwa kiwango kikubwa. Ili uvunaji huo uwe endelevu na wenye tija, serikali imeweza katika kipindi hiki cha siku 100 kuratibu upatikanaji wa boti nyingine mpya ambazo zitakuwa na ukubwa zaidi kulinganisha na boti zilizotolewa kipindi cha awali, hizi zikiwa na urefu wa mita 7 na kuendelea. Aidha, wizara inaendelea na uimarishaji wa miundombinu ya uvuvi ikiwa katika maeneo mbalimbali hapa Zanzibar, na moja ya miundombinu hiyo ni pamoja na matayarisho kwa mara ya kwanza ya ujenzi wa bandari kubwa ya uvuvi. Ndani ya kipindi cha siku 100 maandalizi ya ujenzi wa bandari hiyo yamefanyika, ikiwemo suala la kufanya upembuzi yakinifu kwa maana ya feasibility study, lakini pia kutambua eneo litakalojengwa bandari hiyo ambalo ni eneo la fungu refu, eneo la ngalawa. Lakini pia wizara imefanikiwa kuweza kupata mchoro na gharama za awali kwa ajili ya kuanza ujenzi wa bandari ya uvuvi. Katika kusimamia na kuimarisha shughuli za utafutaji na uchimbaji wa mafuta na gesi asilia Zanzibar, ndani ya kipindi cha siku 100 wizara kupitia kampuni ya maendeleo ya mafuta na gesi asilia Zanzibar ZPDC imefunga mkataba na kampuni Africa Geophysical Service AGS ya nchini Oman kwa ajili ya uchukuaji wa taarifa za mtetemo kwa njia ya 3D kwa eneo la nchi kavu kwa kitalu cha Z2. Utafiti huu utapelekea kujua maeneo ya kuchimba visima vya utafutaji wa rasilimali hizo za mafuta na gesi asilia.